Nijibu swali la Mheshimiwa Naomi Duncan Mwaipopo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaratibu wa utatuzi wa migogoro ya ardhi unasimamiwa na Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa Migogoro ya Ardhi sura ya 216. Sambamba na sheria hii, Wizara imeendelea kutatua migogoro hiyo kiutawala. Manispaa ya Kigoma Ujiji ni miongoni mwa maeneo yenye migogoro ya ardhi inayotokana na aina ya vyanzo mbalimbali. Kwa mujibu wa kanzidata iliyopo, jumla ya migogoro ya ardhi 1092 ilipokelewa na kusajiliwa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo kati ya hiyo migogoro 1046 imetatuliwa kiutawala na migogoro 46 ipo kwenye hatua mbalimbali za utatuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kushughulikia migogoro ya ardhi katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo manispaa ya Kigoma Ujiji, serikali imeendelea kuweka mikakati inayolenga kuhakikisha migogoro hiyo inapungua na hatimaye kumalizika kabisa. Mikakati hiyo ni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya ardhi ili kuepusha wananchi kujiingiza katika migogoro ya ardhi inayoweza kuzuilika, kuwakumbusha watumishi kutekeleza wajibu wao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, pamoja na kusimamia nidhamu kwa watumishi wa sekta ya ardhi ili waweze kutekeleza majukumu kwa kuzingatia maadili ya taaluma zao, na pia kuendeleza programu ya kliniki za ardhi ambapo wananchi wenye migogoro wameendelea kupata fursa ya kukutana na wataalamu na viongozi moja kwa moja na kutatuliwa kero zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naomi Mwaipopo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini pia nimpongeze naibu waziri pamoja na waziri kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwa muda mfupi walipopewa dhamana ya kusimamia wizara hii. Lakini kipekee kabisa nimpongeze kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma, ndugu Gwakisa Tumaini, kwa namna ambavyo anapambana kutatua migogoro kwenye mkoa wetu, lakini haswa kwenye halmashauri ya Kigoma Ujiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada ambazo serikali imeendelea kuzifanya, hasa wizara hii ya ardhi, wamefanya kliniki kwenye wilaya za Kigoma, lakini bado kuna changamoto. Changamoto hii Mheshimiwa Mwenyekiti inawagusa wanawake wajane na wazee. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kwamba naomba uulize swali. Kwa sababu waathirika wakubwa wa migogoro ya ardhi ni wanawake wajane na wazee. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kuna sheria mahususi itakayowalinda na kuwatetea wanawake hao kwenye migogoro hiyo? Lakini pia kutokana na migogoro baadhi ya ardhi inasababishwa na watumishi ambao sio waadilifu kwenye wizara hii ya ardhi. Je, serikali ina mpango gani kuwachukulia hatua, lakini pia kuwarudisha kwenye maeneo yao husika kutatua migogoro? Umeuliza maswali mawili tayari, yanatosha. Naomba majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Naomi Duncan Mwaipopo kama ifuatavyo. Kwanza nakushukuru, na kwa niaba ya Waziri wa Ardhi tunapokea pongezi ambazo umezitoa, na nikuhakikishie nitazifikisha pongezi hizi kwa watumishi wote wa Wizara ya Ardhi kwa sababu ndio wao wanayeleta matokeo hayo ambayo umeyaona. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu swala la wajane na wazee, ni ukweli ulichokisema kuwa walio wengi ndio wanamiliki ardhi kulingana na historia za kimila ambazo wanakuwa na ardhi hiyo. Ndiyo maana waziri wetu wa ardhi alitoa maelekezo, tukaanzisha kliniki maalum ambaye tuliita
Samia Ardhi Kliniki kwa ajili ya wanawake pamoja na makundi hayo maalumu ya wazee. Lakini tumepokea ushauri wako na tutaendelea kuona jinsi gani ya kuwafikia kwa rais pamoja na kwenda kufanya kliniki hizi katika ngazi ya kata au vijiji pale ambapo tutaona wingi wa changamoto hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu swala la watumishi ambao wanakiuka taratibu za kiutumishi aidha za kinizamu, mara nyingi tumekuwa tunachukua hatua, na hivi naendelea kuwahimiza makamishna wasaidizi wote wa mikoa wahakikishe wanasikiliza changamoto hizi za kiutumishi kutoka kwa wananchi wanaolalamika na kuchukua hatua mara moja. Pale ambapo wanaona kuna hitaji la kupeleka wizarani, katibu mkuu wetu Injinia Anthony Sanga, yeye ni mahiri katika usimamizi hasa eneo hili la kinidhamu. Ninaamini hakuna mtumishi ambaye tutamhamisha tu eti kwa sababu amechafua eneo moja. Hapana, utaratibu wa kinidhamu utafuatwa na atapata adhabu kulingana na kosa ambalo amelifanya ikithibitika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana, nimekuona. Mheshimiwa Neema Mgaya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Lini serikali itatatua changamoto ya mgogoro wa ardhi uliokuwepo kijiji cha Kanamalenga kati ya mwekezaji na wananchi na baadhi ya wananchi wa kijiji hicho cha Kanamalenga? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakupongeza Mheshimiwa Neema kwa kuwa karibu na wizara hii katika kusaidia kusikiliza kero za wananchi mpaka ukatambua uwepo wa mgogoro huu kati ya vijiji hivyo. Nikuhakikishie tu, baada ya hapa mimi niko tayari pamoja na wewe kukaa na kupanga tuweze kutembelea eneo hilo na kuwasikiliza wananchi na kuweza kutatua changamoto hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali.